alikabidhiwa kwangu na familia mwezi uliopita kwa ajili ya ndoa. Lakini unavyoona hivyo vitu vyote kwenda Afrima, Senegal. Unajua mimi nilikuwa manager bila jina, umeelewa? Ndio. Yaani support kwa sababu ni mpenzi na umepewa hiyo neema ya kutembea. So alivyopata matatizo mwaka jana ikapendekezwa na mama Mwanza. Yes. Alikuwa na mama, nilikuwa nakujaga kutoka Kenya kumuona huko Sengerema. Tukasimama naye akasema akiwa sawa, alikuwa anapendelea issue ya ndoa tuitangulize. Okay. Maandalizi ya EP yake mpya ikija, tulikuwa tunataka kuiandaa Pasaka. So familia ilikuja na mama walikuja Nairobi mwezi uliopita. Tukawa na familia, yeye alikuwa anasema sana anataka kuwa na mimi. Mpaka ikawa kwamba huo si utaratibu wa kawaida, unaelewa? Lakini mama alitaka mfurahishe tu, atulie. Maana hakuwa na raha, hataki kula. Yaani mambo ya ndani sana, mental depression. Yes. Maana unaona hata kuna vitu vilikuwa vinazungumzwa pale, nilimuona sijui wapi. Wakati wanasema wanamuona sijui Dar es Salaam na matatizo, mimi naendelesha vizuri tu. Unaona mimi kuwa mtu wa kumfuatilia. Sijui nimeingia Dar es Salaam kwenda kwake. Unajua yule alikuwa na kwake gorofa kabisa. Gari na alipata changamoto za kiuchumi. Mambo haya ndio yalimuingiza kwa hizo stress. Lakini sisi tukamwambia hivi vitu unaweza inuka tena. Ya maana alikubali kurudi nyumbani. Nilimwambia mama atamlinda vizuri. Ni kweli alianza mpaka hata aliumwa tena Januari, lakini alipopona ndio aja Kenya. Tulikuwa na wakati mzuri sana Valentines. Tukakaa Kenya wiki 2, nikawapeleka flew them to from Kisumu to Nairobi, from Nairobi to Mombasa. Yaani ilikuwa wakati mzuri sana. Amenyamaza kihuduma na producers wengi ambao tunataka kufanya kazi nao wako Dar es Salaam. Yes, so mimi unajua niko na network zangu na mimi nataka huduma yake iende. Na tena alikuwa amekabidhi huduma yake kwangu kwa sababu alikuwa kama msichana mdogo ambaye unaelewa tena anapitia mambo mengi akitaka kuproduce nyimbo zake. Siwezi ongea vitu vingi maana nyinyi ni watu wa media. I'm just trying to keep it brief. So alikuwa anataka nisimame na yeye, tukakubaliana. Mama alikuwa ameshamkabidhi kwangu.